Wewe. Mbona upokea hiyo simu? Huyu ni kuna mtu tusitaki kumpokelea simu, achana naye. Hongera sana kwa kuumbwa mwanaume. Amba kanisubiria ndani. Hongera mno kwa kuumbwa mwanaume. Lakini pia nashukuru kwa kuja katika maisha yangu kama rafiki. Mke wa mtu mtamu sana kwa yule ambaye anamla. Lakini upande wa pili pia uko sawa sawa. Lakini kuna namna wewe hauwezi kuelewa kuhusu uchungu wa shubiri. Kwa sababu tayari umeshazoea tu kulamba asali. Mke anauma bro. Bro, mke anauma. No. Nilivyo mimi sasa hivi kwa mke wangu na ninavyomjua. Na wewe ndio vile vile. Unaijua vizuri pumzi ya mke wangu. Unalijua vizuri jasho la mke wangu. Na mbaya kuliko zote, na unaujua saizi udhaifu wa mke wangu uko wapi. Nani manake wewe saizi ni mume mwenzangu. Tofauti yetu ni kwamba mimi nina kibali cha Mungu lakini wewe una kibali cha kishetani. That's it. Sema manyanya fala. Sema manyanya yule boya. Si ndo maneno yenu ya mjini vijana, sio? Ningesema niruhusu akili yangu kufanya uchizi kama ambavyo najifikiria. Pengine hapa ningefanya vitu viwili tu bila kuongea chochote na wewe. Lakini kwa sababu nimeumbwa na ukomavu wa kuweza kustahimili maumivu, na ruhusu jicho langu litoe chozi kwa kupoza machungu nilokuwa nayo moyoni. Ungekuwa nataka ungesema. Wanawake mbona wapo tu. Energy nayo investi kwa ajili ya kumfanya mke wangu awe mtamu. Leo hii kirahisi. Brazo unakuja, unavuta. Halafu bora angekuwa ni mtu ambaye from fucking away. Really? Wewe. Na hii haishi kwangu. Ulichokipanda hata kama kichotokea kwako. Lakini kizazi ulichokitengeneza hii ni kalma na dhambi ambayo lazima itakuja kwa hukumu. Wanaume wenzio wanakulilia machozi easy like that. Sawa. Naondoka. Thamani ya hisia zangu na machungu ninayopitia utakuja kuiona hata siku ambayo misipo katika hii ardhi. Wewe umefulia ambako umekuja kula kwetu? Sio tu. Yaani mimi nina hela afu nije kula huko. Alafu nikwambie kitu kimoja. Ukinikuta kwenye anga zangu town, usiniletee shobo. Oya mgaya anakujua na kukataa kwake. Wale mgaya unahangaika. Nikwambie kitu. Sasa hivi nikwambie kuna mdada mmoja alijichanganya. Nikaona nao. Uga. Washamba. Nikawapiga kikongo wakaingia. Estinesi ya mwanangu. Mbona tulia, udemu katoka nje ana mawe. Wenzao wamekuja wakaita magere nikawatumia hela kwenye mtandao wa simu. Alafu baadaye nikapiga simu na wameingia kwenye 18 zangu. Hapa nje kuna toto. Nimelichukua lina nyama yake limeenda hewani kulaleke. Nimelifungia sehemu. Sina habari nimeshiwa. Simu acha ni mchongo. Sio tu nalinga au kwa sababu umenizoea ndo nakulia poa. Umeelewa?
Nasemaje? Yaani mimi mkongo unamjua vizuri. Yule aliyekuacha wewe guest. Oya, yaani leo nimemkuta kabisa anaongea Kiswahili, anakichapa mbwa yule. Haya mambo utakuwa umenielewa. Au vipi? Mimi noma. Elikiza wewe hapa mapepe. Ndugu yangu, ghafla ushakuwa mkongo. Si bila kusikia hapo unaongea kibongo wewe. Sasa hicho kikombe kimetoka wapi? Mapepe. Wewe. Sasa najua ujui chuzi yangu vizuri, sasa ngoja nikuonyeshe. Simama. Wewe ongea Kiswahili wewe. Sisi wako tushakujua wewe ni jambazi. Yaani sasa huyu sio kumpeleka polisi. Huyu tunaanza naye hapa hapa. Ngoja tuangalie ana nini. Umo.